moja au A. B, hapa katumia neno nikikuona. B yake anamwambia mke wake, wewe mwanamke wewe nakukataza kila siku usikii. Ukiongea na mama yule basi ndio talaka yako. Na pengine baada ya kutokea hayo maisha yanaendelea kama juzi na jana, wakifurahia maisha na kudhani kwamba bado wao ni wanandoa. Mashekhe, kadhia kama hii, sheria ya Uislamu inazungumzia nini kuhusu mustakabali wa ndoa hii? Mudiri Sheikh Samiri. Mudiri Sheikh Samiri yupi? Wewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hiyo ndugu zangu haikuwa ila ni taaliki. Kuna kitu katika sheria kinaitwa taaliqu talaq. Kwa Kiswahili ni kutungika, lakini bado Kiswahili hiki ni cha kisheria. Maana yake tuseme kwa maelezo yake ni kukiweka kitu juu ya sharti. Mfano, ukisema kwamba ukiiba utakatwa mkono, au ukamwambia mtoto wako usipokwenda shule nitakutandika, ukifaulu masomo yako mwaka huu nitakupa zawadi ya kukununulia kompyuta. Tunasema kwamba kwa ule mfano wa kwanza imetungikwa adhabu ya kukatwa mkono juu ya kuiba, au huyu mtoto adhabu ya kumpiga umeitungika juu ya yeye kutokwenda shule, au zawadi ya kompyuta umeitungika juu ya yeye kufaulu masomo yake. Unaona, umefungamanisha kati ya huyu kumpa kompyuta na yeye kufaulu masomo yake, kwa maana likitangulia la kufaulu masomo yake litapatikana la kumpa kompyuta. Lisipopatikana la kufaulu masomo yake hutompa kompyuta. Na huyu umefungamanisha adhabu ya kumtandika juu ya yeye kutokwenda shule. Ikipatikana swala la kutokwenda shule itapatikana adhabu ya kumtandika. Isipopatikana kosa la kutokwenda shule itakosekana adhabu ya kumtandika. Sasa tukirudi katika masala yetu, mke akiambiwa kwamba ukiingia nyumba ile umeachika, ukitoa mguu wako pale mlangoni umeachika, siku utakayotamka neno fulani umeachika, basi huyu mwanamke akifanya hilo ulilomwambia, basi tayari ile ni talaka. Ni sawasawa na yule mwanao akifaulu yale masomo una deni la kumpa kompyuta. Sasa hapa kwenye talaka hapa hakuna deni, kwa sababu ulichokitamka wewe ni kumwambia umeachika. Labda kama ukimwambia ukifanya nitakuacha, ukifanya hivi nitakuacha, hiyo itakuwa ni ahadi. Kwa maana hiyo sasa ni wewe kutekeleza ahadi au kuwa muongo. Lakini kumwambia kwamba umeachika au ndio talaka yako, basi akifanya lile jambo tayari ndio talaka yake. Basi hata kama utaendelea kuishi naye, utakuwa wewe unaishi na mtu ambaye si mkeo. Pale mwanzo baada ya kutenda kile kitendo, yule mwanamke tayari yuko eda. Kuendelea kuishi naye ni kuishi na mwanamke aliye katika eda ya kuachwa, ambalo hilo nalo lina hukumu zake. Ule muda wa eda ukimalizika, yawa huyu si mkeo, huwezi kumrejea tena,
na unaishi na mwanamke asiyekuwa mkeo, lolote litakalotokea mle ndani linatokea kati ya watu wawili ambao hawana mahusiano ya kindoa. Wallahu a'lam.